Tanganyika ilikuwa nchi huru katika Afrika ya Mashariki ambayo ilidumu tangu mwaka 1961 hadi 1964. Awali ilikuwa sehemu kubwa ya koloni la Ujerumani hadi Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia. Baada ya mwaka 1916 ilivamiwa na Uingereza na Ubelgiji. Kuanzia mwaka 1922, Tanganyika ilikuwa eneo la kudhaminiwa kwa niaba ya Shirikisho la Mataifa lililokuwa chini ya Ufalme wa Muungano. Ikawa eneo lindwa la ufalme huo hadi ilipopata uhuru wake tarehe 9 Disemba mwaka 1961 kama ufalme wa kikatiba chini ya Malkia Elizabeth wa pili. Mwaka uliofuata ikawa jamhuri tarehe 9 Disemba mwaka 1962 chini ya uongozi wa rais wa kwanza Julius Nyerere. Tanganyika ilihusisha hasa eneo la bara ambalo sasa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa na makao makuu jijini Dar es Salaam. Lugha rasmi zilikuwa Kiswahili na Kiingereza. Tarehe 26 Aprili mwaka 1964, Tanganyika iliungana na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, Unguja na Pemba kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu za kisiasa, mara nyingi sasa huitwa Tanzania Bara, ingawa ina visiwa pia, hasa Mafia na Kilwa. Historia. Chanzo katika koloni la Kijerumani. Maeneo yaliyoitwa baadaye mwaka 1920 Tanganyika yaliunganishwa mara ya kwanza tangu mwaka 1886 kama koloni la Ujerumani lililoitwa Afrika ya Mashariki ya Kijerumani. Kabla ya kufika kwa ukoloni, kulikuwa na madola madogo mbalimbali na maeneo madogo ya kikabila. Kanda la pwani pamoja na njia za misafara kuelekea ziwa Tanganyika vilikuwa chini ya athira ya usultani wa Zanzibar. Tangu mwaka 1885, Karl Peters kwa niaba ya shirika la ukoloni wa Kijerumani Gesellschaft für Deutsche Kolonisation alianza kufanya mikataba na watawala wenyeji katika maeneo ya Usagara, Unguru, Useguha na Ukami, iliyoweka msingi wa madai yake ya kuchukua utawala mkuu wa maeneo hayo. Mikataba hii ilikuwa ya udanganyifu, maana Peters aliwahamasisha machifu kutia sahihi kwenye matini za Kijerumani ambazo hawakuelewa. Uenezeaji wa Wajerumani uliendelea hasa baada ya kushinda upinzani katika vita ya Abushiri na vita dhidi ya Wahehe. Koloni hile la Kijerumani ilikuwa kubwa kuliko Tanganyika ya baadaye, maana ilijumlisha pia maeneo ya Rwanda na Burundi pamoja na sehemu ndogo ya Msumbiji. Wakati wa Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia 1914 hadi 1918, koloni ya Kijerumani ilitekwa na majeshi ya Uingereza na Ubelgiji. Mkataba wa Versailles wa mwaka 1919 ulikuwa na kanuni za kuchukua makoloni yote ya Ujerumani na kuzikabidhi kwa mataifa washindi wa vita. Sehemu kubwa ya Afrika ya Mashariki ya Kijerumani iliwekwa chini ya utawala wa Uingereza, kasoro maeneo ya Rwanda na Burundi yaliyokabidhiwa mikononi mwa Ubelgiji. Tanganyika teritori ya Kiingereza baada ya kuondoka kwa Wajerumani. Tangu mwaka 1917-18, maeneo yote ya Tanganyika yalitawaliwa na jeshi la Uingereza. Mwaka 1922 yalipelekwa chini ya utawala wa kiraia wa Kiingereza uliotekelezwa na gavana. Mwaka 1922, Shirikisho la Mataifa liliamua kukabidhi Tanganyika mikononi mwa Ufalme wa Muungano, Uingereza, kama eneo la kudhaminiwa chini ya mamlaka ya Shirikisho la Mataifa kulingana na kifungu 22 cha mkataba wa Versailles. Jina la eneo. Waingereza walihitaji jina jipya kwa ajili ya eneo hilo. Tangu mwaka 1919 ilipoeleweka kwamba koloni ya Kijerumani itabaki chini ya Uingereza, idara ya koloni pale London, Colonial Office, ilijadili jina. Kati ya mapendekezo yalikuwepo Smutsland kwa heshima ya Jenerali Jan Smuts wa Afrika Kusini aliongoza uvamizi wa eneo katika Vita Kuu. Eburnia na Azania ambayo hayakukubaliwa. New Maryland, Windsorland kwa heshima ya familia ya kifalme, na Victoria yalipingwa na waziri aliyetaka kuuna jina la kienyeji. Kati ya majina ya kienyeji kama Kilimanjaro na Tabora, hatimaye Tanganyika lilipendelewa na kuwa jina rasmi kuanzia Januari 1920. Kwa chaguo la Tanganyika Territory, Waingereza walitumia jina la ziwa kubwa upande wa mashariki ya eneo.
Jina hilo lilitumiwa pia na Shirikisho la Mataifa katika azimio lake kuhusu eneo hilo. Kuhusu asili ya jina Tanganyika, una hapa. Tanganyika Ziwa Hit, jina. Tanganyika chini ya Uingereza. Tazama pia orodha ya magavana wa Tanganyika. Katika vita kuu ya pili, wananchi 100,000 hivi waliungana na jeshi la Uingereza wakiwa kati ya Waafrika 375,000. Watanganyika walipiga vita katika vikosi vya King's African Rifles huko Somalia, Uhabeshi, Madagascar na Burma. Pia Tanganyika ilikuwa chanzo kikubwa cha chakula. Jambo hilo lilisababisha mfumuko wa bei usio wa kawaida. Uhuru na muungano na Zanzibar. Tazama pia historia ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika, historia ya Tanzania. Tanganyika ilipata uhuru wake tarehe 9 Disemba 1961. Mwaka 1964 imeunganika na Zanzibar kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii neno Tanganyika linatumiwa wakati mwingine kutaja sehemu ya Tanzania isiyo Zanzibar, hasa na watu ambao hawapendi muundo wa serikali mbili tu, ile kuu na ile ya Zanzibar ndani ya muungano, na wanadai kuwa na serikali ya tatu, yaani ile ya Tanganyika.